Uchawi ni nguvu za giza isiyoonekana yenye lengo la kuleta madhara katika maisha ya mwanadamu. Uchawi unaweza kusababisha vifo, kwa mfano ajali. Ni kweli wakati mwingine ni uzembe, ila ziko zingine zinatokana na chanzo cha nguvu za giza. Madereva wengi wako kwenye wakati mgumu, wakati mwingine wanaona mauzauza barabarani, ajali zinatokea. Ikumbuke jambo hili kuwa chakula cha kuzimu au chakula cha mashetani ni damu za watu. Kwa hiyo shetani anaishi kupitia damu yako. Amsema damu yangu. Kwa hiyo tunaposhughulikia nguvu za kichawi kwenye ardhi za kwetu, tuache mizaa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo shetani anaishi kupitia damu ya mtu. Ndio maana unashangaa watoto wadogo wanakufa wakiwa wachanga, au ajali zinatokea, watu wanatolewa wengine kafara. Nataka tukiingia kwenye maombi anayetoa kafara kwenye eneo liopo wasiendelee kutoa. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Yamsema kila uchawi unaofanyika kwenye ardhi ya kwetu haitafanikiwa. Sema basi amina. Na mara nyingi shetani hujitokeza kwenye hizo kafara. Maana wanatoa kafara mbalimbali za wanyama, za ng'ombe, mbuzi, lakini inapofika kafara ya mtu, mara nyingi shetani hujihusisha katika hizo ibada. Sababu ni damu ya mtu inatolewa. Watu wengi wanakufa, tunasema ni Mungu, wanazikwa. Sawa, sikatai kuna uzembe, lakini kuna vitu vingine ni watu wanawachezea watu. Taka kanisa la Alfa na Omega tuungane, wasiendelee kutesa watu. Sema basi amina. Sema amina. Sema amina kama unabarikiwa. Kuna mtu anaweza kusema kwani mtu akiokoka anaweza kalogwa? Kwa kifupi tu tunatakiwa kujua kwamba watu wengi wanaokoka, watu wengi wanaitwa Wakristo, lakini hawana ufahamu wa kutosha kwamba wanapambana na nani. Ingawa tumeokoka, lakini kama hauna mafunguo na siri, unaweza ukafa na ulokole, unaweza ukafa kwa kuitwa Mkristo, kwa sababu tunayepambana naye yuko rohoni. Sawa, niliwahi kushuhudia mtu mmoja ambaye alikuwa ni mchungaji, na alikuwa anamfungua mama mmoja ambaye alikuwa na mapepo. Kwa hiyo ile mashetani alikuwa kwenye kiwango ambacho yule mchungaji hakuwepo. Kwa hiyo wale mashetani wakamwambia utatuona. Kwa hiyo katika maombi yake akaendelea kuomba, na baadaye kutoka kwenda nyumbani akaanza kushambuliwa na maradhi. Kilichotokea, akafika mahali akaugua kiasi kwamba hata kwenda hospitalini anakosa hela, na kanisa likaanza kuzorota. Na kafika mahali mpaka akauza jimbo ya kanisa, akaenda kwa Teddy Joshua marehemu. Na yeye ikaona anavyofunguliwa, kwa sababu amefika mahali anakufa. Ingawa ni mchungaji, lakini level yake na kitu alichokuwa anapambana nacho kilikuwa ndogo. Kwa hiyo uchawi upo. Na mara nyingi unapofuatilia, watu ambao Yesu aliwafungua ni watu ambao walikuwa wafuasi wake. Tunaweza kusema nimeokoka, uchawi unatoka wapi? Upo. Mwambie mwenzako upo. Mwambie upo basi. Unanielewa vizuri? Unaelewa vizuri? Utawaka sasa hivi. Sema moto utawaka sasa hivi. Hawa watu sio watu wa kuwafumbia macho, ni watu wa kuwakataa. Hata hivyo, wanashambuliwa na nguvu za giza na wachawi na wale wanaosema sisi ni Wakristo. Uchawi unaweza kusababisha mwanamke asizae, akawatasa. Wanawake wamefungwa na nguvu za kichawi, wameshindwa kuzaa, wamekuwa tasa. Inasema kitu ambacho nakifahamu na nimekishuhudia kwenye madhabahu. Kuna wamama wengi wamekuja wamefungwa hawazai, baada ya kufika mbele yangu nilipowatamkia wakafunguliwa. Kama umefungwa na nguvu za kichawi, wajiandae, wachawi watakufa. Uko tayari nikawaue? Uko tayari nikawaue wanaokuloga? Hebu sema kila mchawi anakwenda kufa leo. Sema basi, kusema kila mchawi anakwenda kufa leo. Una
Una imani wakafe? Una imani wakafe? Una imani wakafe? Nilifanya tafiti. Uchawi unaweza kusababisha watu, kusababisha umasikini. Uchawi unaweza kusababisha wanaume kukosa unyumba, na hapa ndipo shida inakoanzia. Ndoa nyingi, mimi niliwahi kufanya utafiti. Wakati yani unakuta ndoa zinakuwa faraka. Wakati unamuoa mke wako, hebu sema mke. Sema mke. Unakuta ndoa inapigwa. Mwanaume anakosa na shida kufanya unyumba. Na hapa ndiko kwenye shida huwa. Sema shida. Na unajua kuna kitu ambacho hakiwasubali wanaume. Unamchukua mwanamke akiwa saa 6. Sema saa 6. Sema saa 6 basi. Saa 6 ni ile ya saa yako. Kila mtu angalie saa. Angalia saa, sema saa 6. Unachukua mwanamke akiwa saa 6, unafikisha nyumbani kwako, lakini baada ya muda kwenye maisha, keki inalala. Na keki ikilala haimsumbui mwanaume. Maisha yatasonga mbele. Lakini kuna kitu mwanamke hataki. Ngoja baba alale. Nyumba inavunjika. Hata kuelewa. Sio nyimbo utakazo ilikuwa saa 12. Na hasira tu. Haisumbui wanaume. Hata ikiwa saa 7 haisumbui tena, saa 12 haisumbui tena. Ngoja baba alale. Kuna uchawi unafanyika. Kuna vitu leo Mungu atafanya ndani yako. Narudia, kuna vitu leo Mungu atafanya ndani yako. Kuna kitu Bwana atafanya kwenye afya yako. Kuna kitu Bwana atafanya kwenye kiuno cha mume wako. Kuna kitu Bwana atafanya kwenye tumbo lako. Sema basi amina. Sema amina. Wangapi wanasema leo nitamwona Bwana? Sema nitamwona Bwana. Uchawi ni maneno ya uharibifu yanayotumika, yanayotamkwa kwa imani kubwa ili kuleta madhara kwa mtu au eneo fulani linalokusudiwa, aidha kwa mtu, aidha kwenye ardhi. Uchawi unaweza kusababisha wanafunzi kufeli mitihani. Wanafunzi wengi wanashangaa matokeo yanakuwa mabaya, na huko wamejiandaa usiku kucha na mchana, lakini matokeo yanatokea vibaya. Kitabu kile cha Kutoka 22 mstari wa 18 anasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kama Mungu mwenyewe amesema hivyo, wewe nani umwonee huruma? Zamani walikuwa na uwawa kwa mawe, ila kwa sasa tunawatandika kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa karne yetu watajuta, maana wamejificha kwa siri, watakwenda kuumbuka kwa jina la Yesu aliye hai. Tumoja aseme wafichuke. Nyosha mikono yako tukasema kila mchawi hana bahati. Rudia kwa sema kila mchawi ajiandae tu, hata kuwa kama alivyo. Kuna watu 6 hapa watakwenda kushangaza anga walikotoka. Kuna watu 6 watakwenda kunasa mitambo ya wachawi. Aya, Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi afanyeje? Kama bibi Mungu mwenyewe aliwakataa. Ni watu wabaya sana. Hebu sema watu wabaya sana. Mwambie mzako watu wabaya sana. Watu hao ni watu wakatili vibaya. Wamefunga makanisa majenti wakubwa. Wameoa watoto wachanga majenti wakubwa. Kuna wengine hawana watoto, wachawi wamefanya kazi. Sema leo hawataishi tena. Uko tayari kawavue? Uko tayari kawadondoshe? Useme zako mwambie kila uchawi kwenye ardhi ya kwetu iondoke. Sema iondoke. Sema hii madhabahu niliyokanyaga, nilikotoka jambo la baraka litokee. Uko na imani? Uko na imani? Uko na imani? Uko na imani? Biblia inasema msimwache mwanamke mchawi afanyeje? Aishi. Wachawi wanaweza wakasababisha majanga makubwa ya kitaifa kama vile mafuriko, ajali, moto, upepo mkali, kimbunga. Uchawi unaweza kusababisha mafarakano kwenye ndoa ikavunjika. Uchawi unaweza kusababisha vifo, kwa kuchukuliwa watu misukule. Yaani unashangaa unafanya kazi unakuwa mtumwa. Unashangaa unasomesha watoto unalia, kwa nini unawasomesha? Unashangaa unalima ufanikiwi. Hata kama watu wanakufa sio mimi. Amina. So unajua kuna watu wakisikia kifo wanashtuka kwamba hii dunia tumefika mwisho. Wewe ndio shtuka, mimi sishtuki. Amen. Aliyekufa ni yeye, sio mimi. Bado mimi nitaishi. Amina. Bado nitaishi. Na kama nitakufa nitamuuliza Mungu naondokaje?
wachawi watapata tabu. Nitaondoka kwa agizo la Mungu, sio agizo la wachawi. Sema basi amena kama unabarikiwa. Nataka nijenge nyumba nzuri, wachawi washangae kwa macho yao. Nataka niwe na afya nzuri, wanafiki washangae kwa macho yao. Yaani kabla hujaondoka, miliki kwanza hapa duniani. Mwambie Mungu, mwambie mwenzako hautakufa. Utaondoka kwa sheria ya Mungu tu. Umefika kwa Elisha hapa, inafungwa limiti ya wachawi. Utakufa kwa agizo la nani jamani? Sema agizo la nani jamani? Nataka nitamke kinabii, anayepanga mazishi yako nimeshamrudishia mazishi yake mara 7. Nataka ukamiliki biashara. Nataka ukajenge kanisa la Bwana. Nataka uchumi ukaonekane. Nataka mwaka akapate kazi. Nataka ukapate ajira. Nataka ukasaidia familia yako kwanza. Kabla hujafa, ufanye kitu hapa duniani. Usema zako mwambie kabla hujafa, fanya kitu kwanza. Tangaza kwanza. Sukuma na kitabu kidogo. Kibili uvute na huku. Kama wanakufa ni wao sio mimi. No. Mwambie mwenzako kama wanakufa ni wao. Fanya nasema kama wanakufa ni wao. Yaani lazima mume wangu aingurumishe itasimama kwenye ardhi. Yaani lazima kijana wangu apate kazi, tena sio kazi ya kawaida. Lazima nione matunda ya watoto wangu. Kitabu cha Ufunuo kinasema, bali waoga na wasioamini, wachukizao, wauaji na wazinzi na wachawi na hawa waabuduo sanamu, wote sehemu yao ni ile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume 8:9-13, mtu mmoja jina lake Simeoni, hapo mwanzo alikuwa akifanya uchawi katika mji wa Awalidia wakati enzi za Paulo, na Paulo alipambana na wachawi, aliwashinda kupitia nguvu ya jina la Yesu. Hata leo wachawi wapo. Mchawi ni mtu ambaye haonekani, kanacheka kama malaika na anakwenda kanisani, akiongea utafikiri mbingu inashuka. Haleluya, haleluya. Usitishwe na mtu kwa na sauti nyororo, anayekutezea mtoto akafichuke mwenyewe, anayetaka kuloga kijana wako asishuke mwenyewe. Sisi kama naongea na watu wanaoelewa hapa, kuna nguvu nitaituma ulikotoka, kuna radi nitaituma ulikotoka. Na adui wa mtu ni wale wa nyumbani. Hatoki mbali. Hatoki. Anaweza kama shosti wako, besti wako, mke mwenzako, mdogo wako, rafiki. Sikumbuka kwa bwana watu. Niachie Elisha. Wewe niachie leo. Amina. Wewe niachie mimi. Amina. Kama asubuhi amka, mke mwenza akusalimie. Kama asubuhi amka ukasikia alipanga mazishi kwenye boma lako, mazishi itatokea kwake. Asipo surrender, yatatokea kwake. Hivyo nasikia kweli mahali hapa. Najua mkoma sema sasa narudisha walichopanga juu yangu. Labda niseme kwa kifupi, nini maana ya kuloga? Unaposikiaga kuloga, unasikiaga kuna kulogwa hata hapa kuna watu wamelogwa. Muulize mwenzako wako umelogwa nini? Angalia kwenye macho, wako umelogwa nini? Muulize basi wako umelogwa wapi, kwenye ubongo au akili? Nataka niwatangazie ulikotoka. Kati ya mtu ambaye atafanikiwa ni Raheli, ni Giledi, ni Joshua, watafanikiwa. Leo nafuta kila beria waliokuwekea. Vuka nenda ng'ambo ya pili. Amina. Tunga mkono sema naenda ng'ambo ya pili. Uko tayari? Nini maana ya kuloga? Ni utaalamu wa kishetani unaotumika sana katika jamii zetu ili kuloga na kuwaletea watu madhara. Ni utaalamu fulani. Yaani unafanyiwa kitu kiroho, mazinga ukwe. Unashangaa tu unaumwa. Unashangaa tu vitu haviendi. Hata kama ulikuwa na akili inalogwa. Ni utaalamu unaofanyika katika enzi zetu hizi, katika jamii zetu. Leo naharibu kila utaalamu. Inamaanisha unalogwa. Namba moja, kwa nini unalogwa? Unalogwa ili uendelee kupatwa na mabaya. Yaani tunakuloga kila pakikuchu unalia. Tunakuloga kila pakikuchu unapigana. Unalogwa kila pakikuchu wewe ni machozi tu, unalia tu. Sijui kama kuna mtu amekuja hapo analialia ovyo. Nataka nikupe roho ya furaha. Hautalia tena. Hivi nasikika kweli mahali hapa. Hautalia
machozi yako, wajiandae, watakwenda kuanza kulia wao. Mguse mwenzako mwambie sitalia tena. Uko tayari? Kwa hiyo unalogwa uendelee kwa kwenye matatizo. Jambo la pili ni kumwekea mtu irizi, kumtesa kwa njia ya mazingaombwe. Jambo la tatu, kumfanya mtu endelea kujiingiza katika mafundisho potofu. Unaamini vitu ambavyo havifai. Jambo la nne, Paulo aligundua jambo hili katika kanisa la Wagalatia. Galatia 3:1 anasema hivi: enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambaye Yesu Kristo aliwekwa mbele yenu wazi, mbele ya macho yenu? Paulo alijua, anasema, anawaambia Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Paulo alijua kuna kulogwa. Na ukilogwa akili inachanganyikiwa. Ukilogwa huwezi kufanya chochote tena. Mwambie zako, kila aliyeniloga moto wake kwake. Kila aliyeloga ardhi yangu moto wake kwake. Kila aliyeloga mafanikio yangu moto wake kwake. Kama kuna watu wananielewa mahali hapa. Mimi sioni watu wanaokufa hapa. Ninaona familia ambao watatoka mashujaa. Ninaona familia ambao watatoka wanawake ambao watafanya biashara mpaka hiyo boma watasema I wish mama Levante amezaa. Ninaona vijana ambao watarudisha heshima kwenye matumbo ya wazazi wao mpaka watu watasema I wish mama fulani amezaa kijana mzuri. Kwenye hiyo mtaa uliopo kuna kitu kinakwenda kutokea. Kuna milango naenda kufungua muda sio mrefu. Usiameza kama ugonjwa sahau. Aliyekuloga anakwenda kulogwa. Wanakwenda kulogwa. Hivyo na imani. Na baada kutumia nguvu za kuzimu kama uchawi kumpotosha mtu na kumtega na kumpitisha hatima yake, unapindishwa, unaelekezwa kwenye matatizo au hasara ya vitu mbalimbali ya mafanikio, kuondolewa kwenye mpango wa Mungu uliokusudiwa. Iko hivi, kwa mfano, wacho wanachofanya wanakupindisha. Barabara yako ilikuwa inaelekea kwenye mipango ya biashara, mipango ya kupata kazi. Halafu wanakupindisha, badala unyooke unapita kwenye matatizo. Kuna mtu mmoja leo nitamrudisha kwenye barabara yake ya mafanikio. Unasikika? Kuna mtu mmoja leo nitamrudisha kwenye barabara yake ya mafanikio. Kuna mtu mmoja leo hatima yake itanyooka. Hatima yake itanyooka. Kuna mtu mmoja leo simu za baraka zitaitika. Hatima yake itanyooka. Kuna mtu mmoja leo nyota yake itaonekana angani. Kuna mtu atakutafuta Zanzibar. Kuna mtu atakutafuta Dar. Kuna mtu atakutafuta Dodoma. Kuna mtu atatafuta mume wako. Kuna mtu atatafuta mdogo wako. Nafungua signature. Nafungua kila ofisi. Jina la kwenu likatajwe. Mwambie mwenzako kukaa vizuri, maana ibada ya leo kuna moto utawaka muda sio mrefu hapa. Sema fire. Sema fire. Hebu mguse mwenzako mwambie isia nataka milango ifunguke. Fanya basi ifunguke. Wewe kinachokutesa ni umaskini. Hakuna kitu kibaya mwanao kama umaskini duniani. Na kanuni madhabahu namba 1 ni nani? Sema Yesu. Namba 2 sema akili. Ili Mungu atakapokubariki usile mandazi tutupu. Wewe kazi yako ni kusukumia tu mandazi hapa. Mwanamke unanisikiliza, Mungu anakwenda kumpa mume wako kazi na kwenda kumaliki uchumi wake. Pesa zikija kwenye mikono yake, ifanyie kazi sawa sawa. Sema basi amen. Sema amen. Nataka watu watatu ambao kabla hawajazeeka na ngoja nikwambie hisia ni Lengijana. Lengijana ni karibu, sema Namanga. Sema Namanga. Mwangalie mambo umezeka sababu ya shida hii. Hii ni shida, mambo hii ni shida. Hakuna uzee. Hamna nini? Hamna nini? Usema hamna uzee. Kijiweka vizuri unaendelea tu kung'aa kila siku. Nakuambia Mungu, hawachawi na watandika leo. Milango ikifunguka utajua pale Zanzibar.
Ngaramtoni wanasema ni bora tukanunia Kilombero vitu. Kilombero waambie nendeni, wanaweza kupotea je. Kilombero. Ni kwani naomba nimesema? Ni kweli wanapotea. Ndio wao watakuta pale. Shike basi. Shike basi. Leo naondoa kila uchawi. Bwana achilie neema. Bwana achilie milango. Bwana achilie milango. Miliki kwanza hapa duniani. Mungu akufungulie milango. Sio wako kutolewa, tunatoa hata mtu mwenyewe. Amina. Leo unaenda kula kuku mwenyewe. Milango ikifunguka, hiyo sio inabadilika. Mambo yanaweza milango ikifunguka. Hiyo sio inabadilika. Sema kila uchawi leo inaharibika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unapotembea katika milango yako au barabara zako za baraka, wachawi na utaalamu wanakupindisha. Tuseme mfano, ulikuwa unaenda mahali, alafu ukatembea mwenyewe, ukaona kwamba nimepatia kwa njia kweli. Alafu unakutana na mtu, naomba kuuliza, nje inaenda mjini? Anakuambia hapana, kumbe umekutana na mwizi. Anakuambia hapana, umekosea, rudi katisha hapa. Unapokatisha ameshapiga simu, kuna majambazi wanakuandaa kule mbele, wanakukamata, wanakuiba, wanakujenga. Ndivyo shetani alivyo. Leo nakurudisha huko. Leo nakurudisha huko. Leo nakurudisha huko. Aliyekutangazia utakufa na hiyo maisha, atakuona ukiwa level ya juu. Haya maneno yatamka ni maneno ya kinabii. Narudia tena, aliyeonekana hana kazi watamuona kwenye vyombo vya habari. Aliyeonekana hata jenga, wacha unaenda kuwadondosha chini na vitu vyao. Watu wa Mungu wakanyanyuke kwa viwango. Hebu sema kila uchawi inakwenda kuteketea. Jamani, naomba usifanye utenda wa wachawi. Wapo. Siku moja nikawa nahubiri mahali, mtu mmoja akasema, wako wachawi. Hamna wachawi. Tumshoja, hamna wachawi. Hamna. Na simana tukudanganya. Wachawi wakaacha upumbavu. Wewe kama una macho roho tuache wanaona. Wewe pambana kivyako na sisi tupambane kwenye red line yetu. Maana tunajua wachawi wapo. Mimi niliwahi tangu nimeanza huduma, nimekutana na wachawi wa design mbalimbali. Nyama kumbuka dada mmoja, simtaji mtu jina maana ni wangai, alimloga mpaka tofali zake. Mchawi ana huruma. Alimloga mpaka nini? Tofali zake. Tena alisema aliacha hewa. Mama Nuru anajua. Aliacha nini Mama Nuru? Hewa? Yaani kama maendeleo yake anailoga, wewe atakuacha. Yaani mbaya zaidi amemloga mpaka mume wake. Mungu hamna kitu. Mchawi ana huruma. Niliwahi kupambana na mchawi mmoja hapa. Nyinyi wote mnakumbuka mlisoma message yake hapa. Alimshughulikia mpaka mume wake, mpaka alimuua mamangu. Mchawi ana huruma. Mchawi hana huruma, hana cha ndugu, hana cha rafiki, hana cha mpendwa. Na hata mkini wako kanisani au nje ya kanisani au kwenye kanisa ulikotoka, natuma radi za moto, waumbuke wasiishi. My God, Moshanda, nataka nitangaze kila anayetumia ilizi kwenye bomo liyopo, hiyo ilizi ipasuke. Kila anayezi kama dawa, hayo madawa ya ungu ya moto, tumoja sema fire. Mtu anawekwa kwenye chupa, sema chupa. Mbona chupa? Wanachukua jina lako au wanachukua picha ya mume wako, wanaweka humu ndani, au mtoto wako umeshevu, wanafunga na kifuniko. Wanasema kama tulivyokufunga huku, hautakaa utoke. Wewe ndio kila sehemu uko kwenye chupa. Unaruka tu kwenye chupa hivi. Kama maji. Unaruka tu. Huko tunakuona unatembea kama ni mtu lakini ufanikiwi. Uko kwenye chupa. Leo napasua chupa zao. Leo napasua hiyo chupa. Kuna chupa itapasuka, mume wa mtu atatoka. Kuna chupa itapasuka, mtoto wa mtu atatoka. Kuna chupa itapasuka,
Sema kila aliyeniloga. Yesu kusema kila aliyeloga. Jiandae. Mbaya zaidi, unaweza kukuta hujalogwa wewe, lakini baba yako amelogwa na aliyemloga akaloga na uzao wake. Kwa unaposhughulikia, ombea kwenu na uombee wazazi wako kwamba aliyemloga mama na baba, roho yoyote apate changamoto. Anza na walioanza na wazazi wako. Sema hii maisha nakataa, siyataki. Mama unaweza kwa maisha kataa. Maisha ya chawa kataa. Maisha ya kukaa kama mwenye virusi vya ukimwi kataa. Maisha bila hata mafuta ya kujipaka kataa. Na tukia maisha mazuri hapa. Mama unaweza kupendeza. Unaweza basi mzomwambia acha kukaa kishamba shamba, mwambie pendeza. Na baba leo anaachilia upako. Lazima pesa zije. Wajiandae wanafiki kwenye eneo uliopo. Kuna wengine watakufa na pressure. Unasikia kule mahali hapa? Kijana alionekana hana maisha, kuna uchao utaharibika leo. Kishaharibika tu, fahamu zitakuja, akili itaachiliwa, wataanza kusikia wanajiuliza nini kimetokea. Anaambiwa kale kijana ambaye kana makengeza, kale kadada ambaye kana jitahidi ndio analeta material, anasema amepataje? Wanaenda kuangalia kwenye runinga zao, wanakuta Elisha ameshapomoa vyupa, amesharudisha nafsi. Kabla Yesu ajaja, tawala kwanza. Mama mzako tawala kwanza. Raha jipe mwenyewe. Ukisubiri upewe utapewa mwanangu. Raha jipe mwenyewe. Wewe ni achelewa wachawi. Wewe ni achelewa? Oh yeah. Umejiandaa? 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 Ezekiel 21:23 anasema maana mfalme wa Babeli alisimama njia panda, penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Akatikisha mishale huko na huko, akaziuliza terafifu, akayatazama maini. Huyu mfalme anasimama kwenye njia panda. Amesema njia panda. Unafahamu njia panda? Unafahamu njia panda? Unafahamu njia panda? Pale wanangu, watu wengine huwa wanaenda kwa mganga, wanaambiwa ikifika saa 9 wakaoge kwenye njia panda. Sema njia panda. Ndio maana njia panda ni mahali ambapo unafika, barabara inaenda hivi, barabara inaenda hivi, inaenda hivi, inaenda hivi. Sasa mtu anasimama kwenye njia panda, alafu anasimama kwenye nje ya njia, alafu anauliza terafifu, alafu anasema anakula ya Yerusalemu. Maana alikuwa anataka kupiga Yerusalemu, kuiloga Yerusalemu. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Ezekieli, tamka kwamba uganga wake utakuwa bure. Nami nataka nitangaze waliokuloga uganga wao utakuwa bure. Asije kama naongea na mtu ambaye amekaa vizuri kupokea unabii huu. Nimetumwa na Bwana niwatangazie waliokuloga uchawi wao ni bure. Uchawi wao ni bure. Uganga wao ni bure. Walichofanya juu yako ni bure. Nimetumwa na Bwana nizuie kila uchawi, nizuie kila uganga, usifanikiwe kwenye maisha yako. Mimi si kama naongea na watu ambao wamekuja kuchukua nguvu ili wakafanikiwe, ili wakamuone Bwana. Sema njia panda. Sasa pale njia panda, sema njia panda. Mtu anaambiwa akaoge saa 9. Sema saa 9 au saa 8. Na sijajuaga watu ambao wanaelekezwa na waganga wanakuwa watiifu kuliko hata Wakristo kuamini neno la Mungu. Mtu anaenda pale saa 8, anamengenyua nguo yote katikati ya barabara. Anafanya nini? Mikosi. Na anasema hivi, anaongea na mizimu, mapepo. Mtu wa kwanza atakayepita hapa aondoke na haya maradhi. Kama alikuwa na ukimwi, kama alikuwa na matatizo, kama alikuwa na magonjwa, unakuta asubuhi pale unakutana na mikosi. Kwa hiyo unaweza ukawa hujalogwa kweli, lakini ulipotoka kupita barabarani ulikutana na mapepo yaliyokabidhiwa agano. Nayo nitavua. Nayo nitavua kwako. Nayo nitavua kwako. Nataka mwanangu, kila mahali kanyaga kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kila mahali utakapopita, tawala kama Bwana alivyokusudia. Wewe mwanangu, nenda katawale.
njia panda, wanakuchanganya. Fulani, Sara, ukifika hapa kama hizi njia zinavyochanganya, hujui uende wapi, ndivyo ambavyo utachanganyikiwa. Ndio maana watu ambao zao zimelogwa na nafsi yako imepelekwa kwenye njia panda, angalia tu maisha yako iko hivi, kila unachotaka kufanya unashindwa kufanya nini? Mara wazi sijui nianze kuku, mara sijui nikatafute biashara, mara sijui nifanye hivi, mara sijui nifungue kibanda. Yaani mwaka unaenda na wakati mwingine inakuja moto wa kuanzisha kitu, lakini baadaye inafufia ndani yako. Ishara umechanganywa, hujui cha kufanya. Ukifunguliwa uwazi cha kufanya, unanyokea kwenye malengo. Leo nakufungua nyokea kwenye malengo. Leo nakufungua nyokea kwenye malengo Bwana. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Hebu mguse mwenzako mwambie leo unafunguliwa nyokea kwenye malengo. Sema basi amina. Sema basi amina. Sema basi amina. Mtu aliyelogwa huongozwa na nguvu za kigeni zisizo za kawaida zisizoonekana, na hizo nguvu humiliki mtu huyo na kumgandamiza. Pia mtu aliyelogwa anakuwa hana uwezo wa kuchukua maamuzi sahihi ya kufanya jambo. Ni muhimu mtu asiyejizuia anatii amri za kigeni, anapoteza sifa aliyokuwa nayo zamani. Ufahamu wake unakuwa umechanganywa, anafilisika, anashushwa kicheo, anapoteza kabisa nafasi yake au cheo yake aliyokuwa nayo katika jamii. Anakuwa mtu wa kuumwa mara kwa mara, maumivu makali. Ufahamu wake unadumaa, anakuwa mtu asiyetulia pamoja. Yaani ukilogwa, sema ukilogwa, heshima yako mwana mmoja inafanyaje? Inapotea. Mtu jamani ni heshima. Mtu ni nini? Mwambie mwenzako mtu ni heshima. Kama una heshima wewe sio, lakini unafilisika. Hata kama ulikuwa na biashara unafilisika. Akili na dumaa. Paulo anawaambia Galatia, nani aliyewaloga? Kuna wanaume wamelogwa wamekataa nyumbani, leo watakuja. Kuna watoto wamelogwa wamekataa nyumbani, leo watakuja. Kuna wadada wamelogwa wamekataa wazazi wao, leo watakuja. Sio kama nasikika kweli mahali hapa. Sema kila aliyeloga. Sema kila aliyeloga ardhi ya kwetu, moto unawaka kwake. Aya. Aisee wachao watapata shida leo. Wanaloga mpaka matirio yako. Hebu sema matirio. Yaani umeenda kuleta matirio, umefungua kibanda unasema asante Mungu kwa kunisaidia, nimepata kamtaji. Wanakuja usiku. Wanachana hewa chafu. Unashangaa biashara inaenda vizuri. Unasema wanakuangalia kama takataka. Yaani wakuoni, unanuka. Hawakuoni. Kumonga kuja. Wana balaa blue. Leo Elisha anaruka kwenye ndege, anaingia kwenye ulimwengu wa roho. Nitafika kwenye biashara yako leo. Nitafika kwenye nyumba yako leo. Nitafika dukani kwako leo. Nitafika kwenye usafiri wako leo. Wana balaa blue. Maana moto utawaka juu yao. Tunasikia kule mahali hapa. Yesu anasema mna balaa blue nyie. Moto unakuja leo. Umejipanga vizuri? Umejipanga saa 1 kesho. Simu ya kwanza utakayoipata iwe simu ya baraka. Mtu amekaa pe. Mchukue hiyo maana sasa leo. Misizo kutembea tembea. Sema amen. Mwambie mwenzako leo moto utawaka hapa. Aliyenichezea ana balaa blue. Sema balaa blue. Narudia, tunataka simu ya asubuhi kesho saa 1. Simu utakayopokea iwe simu ya baraka kwako. Natamka roho la nabii mtu amekaa narudia tena saa 1 kesho mpaka saa 3. Simu itakayoingia kwenye simu yako iwe simu ya baraka. Yaani ardhi iliyologwa na wachawi, fanya biashara utoki. Fanya biashara ufanyaje? Utoki. Wenzako wanatoka huko pale.
Na mtu mmoja anamuona katika ulimwengu ana nyota ya biashara, ana nyota ya biashara, ana nyota ya biashara, ana nyota ya biashara. Kwenye ardhi anakofanyia biashara kuna wajanja wamemwahi na kwenda kuwaumbua na kwenda kuwadondosha. Nataka ukikanyaga hiyo ardhi ilete mafanikio. Sema basi amen kama unanielewa. Mungu nisaidie na hao watu kama watanielewa. Jambo la pili, nyumba iliyologwa na wapangaji au nyumba ambayo unapangisha. Wapangaji wanaishi hapo hawataweza hata kulipa kodi ya nyumba. Yaani kama unapangisha nyumba ni muhimu uombe hizi nyumba. Nyumba zingine zimejengwa kwa kafara. Nyumba zingine zimetangulizwa vitu kwenye msingi wa nyumba. Nyumba zingine watoto wameuawa ndipo ikajengwa. Haisio kuzimu wananichukia. Nyumba zingine za kupangisha ukilala zinakutesa, zinakunyonga, unanyongwa tu. Ardhi iliyologwa hata ukiotesha mimea haikubani. Tanielewa ninachosema. Kuna watu hapa mnaotesha maua wewe unakataa kweli. Kabisa maua unakataa. Lakini ukienda kwa jirani nakubali. Ardhi iliyologwa, mtu mmoja alinipigia simu kutoka Morogoro. Akaniambia nimekusikia kwenye redio. Nikamwambia shida gani? Akasema nashangaa nalima shamba na jirani yangu anavuna magunia mengi lakini sivuni. Na anatumia nguvu nyingi kupalilia paka mbolea lakini sivuni. Nini? Kuna utaala wanaiba. Ardhi iliyologwa. Kijiji iliyologwa ina maendeleo. Na ndio maana nimeweka kongamano pale. Siendi kwa ajili ya kongamano kujifurahisha. Siendi kwa sababu ni kwamba tunataka nikajionyeshe ni Elisha. Ninakwenda kuombea kijiji hiki. Wachao waliokaa kwenye kijiji hiki ama zangu ama zao. Ama zangu ama zao. Narudia tena ama zangu ama zao. Ama zangu ama zao. Na wewe mwana kupandisha kiwango cha imani. Sema wachao waliokaa kwenye ngoma ama zangu ama zao. Wamesema sitajenga. Nataka Bwana kupitia somo la leo, kupitia maombi ya leo, wasikie na wakija kuzunguka matofali yako. Maana wakati unalala ndio unaota. Sasa hiyo wanazunguka pale kwenye ile tofali. Hatajenga. Unakuja karibu na mlango wako. Tunakunukisha. Ukitoka asubuhi kutana watu wabaya. Yaani kila mtu anakuwa ufai. Tofali zinakaa mpaka zinapangaka zinaisha pale. Unashangaa unaona kijana wako amekuja. Maskini ya Mungu anajitahidi kwenye elimu. Wanakuja. Ilo tumbo lako. Linuke. Nakwambia leo na mimi tutaenda kuambia mlichotuletea tunawaletea. Tunawatia. Tunawadukisha na sisi Bwana. Siki kama nasikika mahali hapa. Nataka watu watatu wanaosema wanuke na wao. Sema watanuka na wao Bwana. Wameloga hadithi yako. Wataisoma namba. Na hili somo la leo haimchagui cha nani, cha rafiki yeyote ambaye amekuwa nungu wa maisha yako. Akaropoke, akadondoka mwenyewe. Sema basi amina. Amen. Usianze kumwambia sina huruma na hao. Wacha waone huruma jamani wa Mungu. Hebu sema wana huruma. Ndoa iliyologwa hakutakuwa na mafanikio ya kifedha. Kila kitu kinakufa. Kama walikuwa na kazi baada ya kufunga ndoa wanapoteza kazi. Pia uchumi wao unakuwa mgumu mbaya kwa ujumla. Yaani unafunga ndoa wanajua Suzana ameolewa na fulani ana nyota ya mafanikio. Sasa pelekeni mashambulizi. Unashangaa unaingia kwenye mama mzima kabisa unaanza kukua. Unaingia kabisa wanafunga na tumbo usipate watoto. Wanakutesa. Angalia msako kumwambia wafe au tuwaonee huruma. Tuwaonee huruma kidogo. Tuwaonee huruma kidogo. Sema kwa sauti tuwaonee huruma kidogo. Au namuonea huruma. Sema hakuna kitu kibaya usimuonee huruma huyu mtu. Mtu ambaye yani shida wachao. Mchao hana huruma jamani. Ekole msitenga sabato. Ekole nyingi sote.
Akiona mtoto wake amefanikiwa, ua. Akiona watoto wanakwenda shule, ua. Akiona umefungua biashara, ua. Akiona unajenga, ua. Na mimi leo nasema hivi, nitamuua. Akipanda ndege namuua, akipanda nyoka namuua, akiruka angani tunamshusha. Mtaji uongezeke, watu wapokee mashariki magharibi kwa ajili yako, watu wakutafute. Anaona watu matajiri hapa, sioni mtu maskini hapa. Sema sasa, kwenye roho ya korosho. Bado, sema bado. Rudi hapo, sema bado. Sema bado. Sema bado. Sema bado. Watakapoona saa 12 watu wanakuja na mandoo. Mtu anakuja amefunga kichwa. Anauliza anakutana naye pale geti. Unaenda wapi? Naenda kwa Sara. Nini? Naenda kununua maziwa. Mama amenituma. Na anasema hivi ni kweli? Mshangana na mwangalia. Mtoto si wa kwake. Kweli anaenda kweli. Wakati anarudi tena hivi anaona mwingine kijana anakimbia. Kijana anakimbia wapi? Anakimbia kwa wapi? Kwa Sara. Mama amenituma nikanunua maziwa. Yana jamaliza wanapatana. Atasikia ni saa 12 lakini atasikia. Fanya hivi. Sema ile tumbo linalokataga sio ile la kawaida. Kisha fuji. Joyce, mnisaidie kufagia hapo nje. Nini mama? Atoka. Mshauri mkubwa. Nichukua na hasira na wewe. Toka. Nini mama? Anafanya hivi. Anaenda hivi. Kumbe sio huku. Ni kwenye roho kuna shida. Unasema tena. Inapanda kichwani. Nini mama? Hivi ni kweli sana. Hivi ni kweli. Nininogaga. Nimepoteza pesa zangu kwa ajili yake. Ninaiba picha yake. Ninaiba kwa mtoto wake. Nimezika rizi yake. Hivi ni kweli. Hivi ni kweli. Watakuwa wanadondoka wenyewe. Unashangaa anadondoka papo. Anaambiwa na pressure. Anaenda kuikuamkia ICU. Ni madripu ya maji. Na tumaradi za moto kwenye bomu uliotoka. ICU inawahusu. ICU inawahusu. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Yaani watatambua vitu vyao vimeharibika. Ndio saa ngapi? Saa naambiwa kale kadada tuliofunga ni tasa. Eti ana mimba. Umesema? Kiledi, umeniambiaje? Nakwambia hivi, mtoto wa mama fulani, usikie, ana mimba. Ngoja nikuache kwanza. Hebu subiri kwanza. Umesemaje? Nimekwambia hivi, Raheli ana mimba. Raheli huyu mama yetu. Kwa kweli nilikuwa namwombeaga bebe. Kwani amebeba? Mbona nasema Mungu wangu. Mungu wangu. Ile madhabahu yangu ni kimeharibu. Anaenda kuchukulia kwenye chumba ambapo anaweka kucha za watu. Mbele za watu naandika alikoweka vitambaa vya watu. Anachungulia hivi, anakuta Elisha anasema, nimechukua. Kama unadai, nifuate mimi. Na vitu vyake vimeungua. Watapata taarifa, saa umeshatoka kimaisha. Watapata taarifa, saa mtoto anasema, daktari inapiga hodi. Nakwambia hivi, kuna watu wananisikiliza hapa. Naona shangwe kwenye domo uliopo. Wamechora mstari wakasema haitaingia shangwe. Naiona shangwe. Naiona kari ya shangwe. Naiona kari ya shangwe. Naiona kari ya shangwe. Aliyekatiwa tamaa. Aliyekatiwa tamaa. Aliyeonekana hafai. Nasikia pip pip pip. Pip pip pip. Pip pip pip. Alafu anakuja kwenye mafensi. Gari
nani alikuwa anapika mchawi mkubwa balaa. Kumbe hajajua Esther ameshafika kwenye Elisha, kwenye madhabahu ya Elisha. Mitabu imechaguliwa. Esther amefanikiwa. Esther anakwenda. Wanatoka vinafiki. Mama mko hata kama ni mnafiki itampata hii. Unajua kuna mama mko pia ni balaa, ni mashetani eh? Kwani asiwe shetani? Wewe umetoka kwenye boma la watu, mama anakuchukua utafikiri umeua mtu. Umebeba mimba. Yaani nataka afie beba na hiyo mimba. Wewe sio Mungu. Wewe sio Mungu. Wewe sio Mungu. Wewe sio Mungu. Na Mungu nakuombea mshikane na mume wako. Usimtukane tu. Usimjibu tu. Utazaa kwenye hiyo boma mpaka atasema isalitu hiyo. Watasikia na napendaga maana jambo la baraka kila mtu anapiga ngururu. Mtoto akizaliwaka hata mnafiki atasema ukimtaka barabarani utashangaa kwenye magari katikati ya mashamba utashangaa kila mtu hata mnafiki anatoka hizo. Nani? Ndio hisi. Amen. Sema sitakufa. Nitaishi miaka aliyopanga Bwana. Kula chips. Kula kuku. Kula sausage. Kula vitu vizuri. Wewe kila siku kuna mtu siku anakula yai, siku ngine amelisha hoja. Rema kaleta mayai kwenye jiko la nani la kuku. Ndio inaweka pale na watoto wanasema some transaction. Siku amekunywa soda, siku ngine amekunywa. Nakwambia mwanangu, yani naomba leo ujipongeze. Hata kama mwaka anakuumiza uonekane kama chokutu, jipongeze. Wangapi watakumbuka kujipongeza? Ngoja niwakumbushe leo watu fulani waende out hata wakajipongeze. Nipe hiyo kiti yangu cha kifalme hapa. Mwambie mwenzako jipongeze. Yaani hata ukiamua ufanye kazi kwenye hiyo boma, sema katika mtu anayefanya kazi kwenye hiyo boma ni nini? Wewe ni stadi. Wewe ni fundi. Usisubiri waambie hongera. Unaweza ukazaa watoto wanakuumiza, usisubiri wakwambie hongera mama, hongera baba, jipongeze. Yaani kaa kwenye kiti chako, kila mtu akae kwenye kiti chake nimalize mimi. Fanya hivi. Fanya basi nne takia mwenyewe. Nakuonea siku moja na nyumba yako nzuri naiona. Utaiona nyumba yako utajenga, utatoka pale nje. Kuna kitu utakuwa unakalia pale nje. I say. Hivi kuna watu wanaamini ninachosema hapa? Kuna watu wanaamini ninachosema hapa? Sura 4. Sema hivi. Sema haleluya. Anamwangalia kaka aliyekusemaga. Wamejenga zile nyumba za inaitwa mgongo farasi. Walipojenga walinunua hivi mama kana anatembea kama vile ajui kutembea. Na ninakwambia mwanangu ukipata chakula kula na upanguze nini? Basi nikakwambia huo mdomo choma na nini? Uchi wa moto. Amejenga kipaa, akajenga na kabloko, anaona ndo ana nyumba. Yaani hautaka ujenge. Nimetumwa Elisha, kama umekuzuia lazima utaenda. Kama hujakuzuia saa yako inakuja. Amejenga anasema ana kitu. Ana kitu. Sasa leo sana leo. Nakalia kitu. Unaona kitu naamisha kwako. Sio una imani. Hii kitu naamisha kwako. Yaani katika ulimwengu wa roho na hama kiroho na tua pale kwako hapo. Nikitua na tua na roho la kinabii. Na hiki kitendo kinahama kwako, kinahama. Yesu aliyoko hapa na kukabidhi leo. Anahama kwako. Alafu pale kwako naanza kuchora ardhi yako. Umeandika atajenga na chora. Amani yapo. Anajenga. Leo nakwenda kuandika anajenga. Leo nakwenda kuandika anajenga. Sijui kama kuna watu leo wamekuja ili niombe kwa ajili ya ardhi za kwao. Hiyo ardhi naisemesha leo. Kama waliandika utasomesha. Kwa hiyo sema nakaa kwenye kiti cha kifalme. Fanye hivi nimalize, fanye hivi. Sema sasa wanacheka watoto wangu kwamba ni walevi. Wanacheka watoto wangu kwamba ni malaya.
Wanacheka kwamba sisi masikini tunadaiwa, lakini wacha nikae kwenye kiti cha kifalme. Alafu unasema asante Bwana maana sikuzaa kwa bahati mbaya. Hata kama ndugu zako ni walevi, leo Mungu ananiambia ataenda kuwatoa kwenye ulevi, hawatafia kwenye ulevi. Gonga tu sema mama, sijazaa kijana masikini, sijazaa walevi, sijazaa wafuta bangi, sijaolewa na mwanaume kahaba, sijaolewa na mwanaume ambaye hajui kulipa pesa, sijaolewa na mwanaume ambaye hajui kuangalia familia. Nataka watu wanaosafiri sasa hivi, anza kusafiri mpaka nyumbani kwako. Sema kuanzia sasa sijakaa kwenye hii boma kwa bahati mbaya. Hii material haitakiwi kukaa hapa. Kiti cha kifalme kimehama hapa. Wafalme wote wafunge virago. Amina. Alafu kimaliza hapo, leo ukifika katika kiti cha kifalme, alafu kimaliza pale, unanyanyuka kitaratibu, unasema wamendaragwe, hata mwanaume anandaragwe, unaenda unachora sehemu tena. Hapa ni banda la kuku. Hata kwa kijiji tu hapa ni banda la kuku. Biblia inasema Mungu alisema kwa maana Mungu alianza kuchora ramani ya dunia kabla haijatokea. Ndio nasema hapa ni banda la kuku. Alafu hapa ni banda kubwa la ng'ombe ya kisasa. Alafu hapa ni mahali pa kunywa maji. Alafu hapa ni mahali pa kunani hivi. Alafu hapa ni nyumba, hapa ni garden, alafu hapa kuna maua, alafu hapa kuna bomba la maji, nitafuta na maji, unachora na hapo, unachora na hapo, alafu unarudi sasa, unakalia kiti. Sema na ingia sebuleni kwangu. Haleluya. Kijiti kiko wapi? Remote iko wapi? Leta remote. Leta remote. Hapo naweka TV na ile stand kubwa. TV yangu kubwa sana. Nchi 14. Nchi 21. Sio 14, chana 21. Yaani mtu akija kanaona kama uwanja wa mpira. Hizi ni taarifa ya habari kutoka BBC. Yes. Na kapale sabufa kubwa. Mama nafanyaje? Baba nafanyaje? Kutoka on TV. Mama, wewe kapa la TV. Nini mama? Mama umechanganywa. Wewe sijachanganyikiwa. Imani bila matendo. Alafu nasema acha nifunge sasa. Nakaa tena naambia chukua hiyo 500, kimbia pale dukani kaniletee soda. Soda gani mama? Ya baridi. Analeta umechemsha ile mayai, maana fuga kuku. Analeta umechemsha ile mayai mawili. Umeweka hapa. Nasema kwa kweli kwenye hii boma mwanamke anioni, mwanaume anioni. Ananiita tu na nini? Ananiita tu mimi golikipa mfanya kazi. Kumbe ajui mimi ni boss kabisa. Unaweka koki yako hapo. Kama una glasi, kama una glasi vile vya nani? Chukua kikombe kile cha koki na kogo. Yeye unaona nani? Chukua ile kabisa. Mimi nachukua na hii moja. Haleluya. Yaani leta na kioyo. Nasema yaani mwanaume anacheza na Yesu. Cheka kama kichasa. Yaani akia Mungu ni Mungu nikaubika. Kwa kweli Mungu sina lakini. Ainyaki hii masikini niumbike ikaubwa. Haya macho sasa. Haleluya. Unajibu suluhu. Mungu alikaubika. Unakunywa na soda. Unapofanya hivyo anasema, huyu mwanangu anaona mbali. Anasema acha nimie milango. Acha niwe milango kwa acha niwe milango kwake. Unashangaa milango inafunguka. Kuna watu watatu wameshapokea. Kuna watu watatu wameshapokea. Kuna watu watatu wameshapokea. Kuna watu watatu wameshapokea. Wanapokea biashara, wanapokea milango, wanapokea kazi. Anaenda kwenye kiu. Ndio maana mwanaume anipenda. Ndio maana naacha. Ese mtoni na ukiweka sabuni unaenda kwenda na mtono na
na shida. Baba hao vibamba. Mungu saidia. Bora watu unajua watu wanaenda sio ongeaje. Maana watu ongea sana wanahema. Wewe baba anaongea mpaka na dada inatingishika mpaka chini. Yaani kiambamba, mdomo uko hivi. Yaani wanene huwa wenye afya hawaongei sana. Kwa maana ukileta mdomo anakushika kichwa hapa. Sio mimi. Mnafiki leo tunakukamata. Mnafiki leo tunakukamata. Mnafiki leo tunakudondosha. Hii ardhi inanitesa. Sijajua kilichoandikwa juu ya hii ardhi. Ardhi na kusemesha. Pandisha juu. Mungu wako nitambaje na kisema nakuja. Sema ardhi una taarifa ya mababu, ya mabibi, ya wachawi, ya vitu vilivyozikwa. Ardhi una taarifa ya watoto wa kwangu, ya watoto wa kwetu. Una taarifa ya mafanikio yetu. Una taarifa ya vitu vilivyokabidhiwa. Lakini leo niko kinyume na wewe. Wachawi, roho ya mizimu, roho ya laana, roho ya mauti, kila roho ya mauti, roho ya kukataliwa, roho ya kuachwa iliyoachiliwa juu ya ardhi, roho ya magonjwa, madhabahu ya mateso, madhabahu ya laana, madhabahu ya magonjwa, kukataliwa, madhabahu ya umasikini, madhabahu ya kutengwa. Ardhi leo tapika. Wachawi wanaozunguka usiku wa manane kwa sura ya ndege, kwa sura ya bundi, kwa sura ya nyoka, kwa sura ya nge, kwa sura ya mbwa, kwa sura ya ng'ombe. Ewe roho ya mauti, sasa mimi sio yule. Ewe roho ya mauti, roho ya faraka, roho ya faraka, roho ya faraka, roho ya faraka kwenye ardhi hii. Moto! Mimi kama fulani naongea na wewe. Fanya mkono kama unashika ardhi. Sema ewe ardhi, naongea